Rais mstaafu wa Jamhuri ya Guinea Bissau, mgeni wetu maalum, Mheshimiwa Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Musa Azzan Zungu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar mliopo, waheshimiwa wabunge na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya tamasha la Kizimkazi, viongozi wa serikali na taasisi za sekta binafsi, waheshimiwa viongozi wa dini na wa vyama vya siasa mliopo, ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika kilele cha tamasha la Kizimkazi kwa mwaka huu wa 2026. Natoa shukrani zangu za dhati kwako Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kunialika katika kilele cha shughuli hii ya tamasha la Kizimkazi. Aidha, nakushukuru kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika matembezi maalum na uzinduzi wa tamasha la mwaka huu, likiambatana na maonyesho ya biashara ambayo yalifanyika juzi tarehe 12 Agosti 2026 hapa Kizimkazi. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na wananchi wa Zanzibar, napenda kutumia nafasi hii kukupongeza kwa maono yako ya kuasisi wazo la kuwa na tamasha hili. Kwa hakika tamasha hili lina mchango mkubwa katika kutangaza, kuhifadhi na kuenzi mila na utamaduni wetu, na hivyo kuchochea na kuhamasisha shughuli za maendeleo ya wananchi wa Kizimkazi, mkoa wa Kusini Unguja na Zanzibar kwa ujumla. Aidha, natoa pongezi kwa kamati ya maandalizi, taasisi za serikali na sekta binafsi kutoka pande zote za Jamhuri ya Muungano, wajasiriamali, wanamichezo, wasanii na washiriki wote kwa kufanikisha tamasha hili. Kadhalika nawapongeza wananchi wote wa Kizimkazi na wa mkoa wa Kusini Unguja kwa ujumla kwa mwamko wao mkubwa katika kushiriki na kunufaika na fursa mbalimbali za maendeleo zinazoambatana na tamasha hili. Hakika mwaka huu tamasha hili limefana sana, hongereni sana. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tamasha hili limekuwa ni jukwaa muhimu la kuhamasisha shughuli za maendeleo, kwani pamoja na shughuli za burudani na michezo, tumeshuhudia uzinduzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo ya barabara, maji, elimu, afya, nyumba za makazi, viwanja vya michezo na mengineyo. Mheshimiwa Rais, napenda kutumia fursa hii kuahidi kuwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar itahakikisha miradi yote iliyozinduliwa na ile itakayojengwa baadaye inatunzwa na kuendelezwa ipasavyo kwa maendeleo na ustawi wa wananchi. Natoa wito kwa wananchi kuhakikisha miundombinu inayojengwa inatumika na kutunzwa vizuri ili iweze kudumu na kutumika kwa muda mrefu kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha salamu zangu kwa kukushukuru tena kwa mara nyingine Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutualika kushiriki katika tamasha hili. Ni matumaini yangu kuwa tamasha hili la Kizimkazi litaendelea kuwa chachu na kutoa mchango muhimu wa kuwavutia wageni hapa Zanzibar, kuhamasisha utalii wa ndani na shughuli za uwekezaji hapa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Haya, makofi mengi kwa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Na kwa kumaliza kwake yeye, ndio moja kwa moja anakuwa amemkaribisha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wote naomba tuinuke kwa heshima Mheshimiwa Rais. Mikono juu, punga mikono, punga mikono, punga mikono. Naam, tamasha la Kizimkazi oye! Kizimkazi oye! Wilaya ya Kusini na mkoa wa Kusini oye! Haya, naomba tukae. Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi,
Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Mheshimiwa Rais mstaafu wa Guinea Bissau, ndugu yangu Omar Embalo, Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Rais wa Zanzibar, Waheshimiwa Maspika Musa Zanzungu wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mheshimiwa Zubeda Ali Maulid wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, ndugu Comrade Steven Wasira, Makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, tambue uwepo wa viongozi wote wa kitaifa wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa huu na wilaya hii vile vile, Mheshimiwa Hamis Ramadhani Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri wa serikali zote mbili, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Hamida Musa Hamisi, mkuu wa mkoa wa Kusini Unguja, nitambue uwepo wa wakuu wa mikoa wengine wa mikoa ya Zanzibar na Tanzania bara mliopo hapa, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu wa serikali zote mbili, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Wanu Hafidh Ameir, mbunge wa jimbo la Makunduchi na mwenyekiti wa asasi ya Mwanamke Initiative Foundation, na wabunge wengine wote mliopo pamoja nasi, Mheshimiwa Haruna Ali Suleiman, mwakilishi wa jimbo la Makunduchi na waziri wa nchi ofisi ya Rais Kazi, utumishi wa umma, pamoja na wawakilishi wengine wote mliopo pamoja nasi, nitambue uwepo wa dada zangu Millennium Group. Karibuni sana, nimewaona, asanteni sana. Waheshimiwa machifu wenzangu mliopo hapa, nimewaona mkishiriki nami, nashukuru sana. Waheshimiwa wakuu wa wilaya, viongozi wa vyama vya siasa mliopo nasi, najua kuna wagombea wenzangu wanawake wako hapa, asanteni sana. Wakuu wa mashirika na taasisi za serikali mliopo, wazee wa Kusini, waheshimiwa viongozi wa dini, wawakilishi kutoka sekta binafsi, nimewaona wengi sana wako na sisi, wadhamini na washirika wa tamasha, wawekezaji, wafanyabiashara na wajasiriamali mliopo, vikundi vya sanaa na burudani na vikundi vya hamasa, kamati za maandalizi ya tamasha la Kizimkazi, ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu, mapinduzi, mapinduzi, mapinduzi. Kusini jaje? Haya, oda. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, nami niungane na viongozi walionitangulia kusema kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba wetu kwa neema na rehema aliyotujalia kukutana hapa katika viwanja vya Mwehe Makunduchi kwa Kusini Unguja katika kilele cha tamasha letu la Kizimkazi kwa mwaka wa 2026. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru wote mliojitokeza kusafiri kutoka mbali na wale wa karibu kuja katika maeneo haya kujumuika nasi Wanakusini katika kuhitimisha tamasha hili la Kizimkazi. Lakini pia nichukue nafasi hii kuishukuru kamati ya maandalizi ya tamasha hili kwa kazi nzuri sana mlioifanya. Hakika tamasha hili limefana sana. Hongereni kwa kazi nzuri. Na washukuru pia wananchi wa mkoa na wilaya ya Kusini Unguja kwa mapokezi mazuri na ukarimu mliouonesha kwa wageni wetu walioshiriki tamasha hili. Pamoja nasi hapa tuna wageni wengi kutoka Tanzania bara, pia kutoka nje ya Tanzania. Tumeungwa mkono na aliyekuwa rais wa Guinea Bissau, ndugu yetu Omar Embalo, ambaye yuko nasi hapa, amekuja kuona. Na kama mtakumbuka, mwaka juzi 2024 tulikuwa na mgeni maalum pia, alikuwa ndugu yetu Akinu Muyadesina, rais wa African Development Bank kwa wakati ule. Kwa kila mwaka tunapata mgeni mmoja maalum katika tamasha letu. Tunamshukuru sana Rais Embalo kwa kusafiri na kuwa hapa pamoja na sisi.
Ndugu zangu, nilikuwa nahojiana na wageni waliofika, baadhi yao wamefurahishwa sana na ukarimu wetu na upendo wetu. Wanakusini, hongereni sana. Vile vile ni washukuru wadhamini na wale wote waliotoa mchango wa hali na mali ili kufanikisha tamasha hili. Ni wengi sana, sitaweza kutaja mmoja mmoja, lakini tutatoa shukrani zetu kwenye ratiba inayofuata. Natambua baadhi yenu mmekuwa nasi kwa miaka mingi tangu tulipoanzisha tamasha hili na wengine mmeungana nasi mwaka huu. Niseme kwamba wote tunathamini mchango wenu na ushiriki wenu katika kufanikisha shughuli hii. Asanteni sana. Hali kadhalika nawashukuru viongozi wenzangu wote tulioshirikiana katika uwekaji wa mawe ya msingi na uzinduzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo pamoja na shughuli nyingine. Katika hili naomba nikushukuru sana Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kutufungulia dakhalia za shule ya sekondari ya Hasnu Makame. Pamoja na hayo, kuna shughuli nyingi zimefanyika ndani ya mkoa huu kwenye sekta zote: afya, elimu, maji, barabara, makazi. Sekta zote kuna shughuli nyingi zimefanyika na wengi wameshiriki nasi katika kufungua. Namshukuru sana Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa kushiriki katika matembezi na kutuzindulia tamasha hili na maonyesho ya biashara, na vile vile amefanya uzinduzi kwenye mradi mkubwa wa mwekezaji pale makazi ya Amani, eneo la Kibuteni. Na kushukuru Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdallah, Makamu wa Pili wa Zanzibar, kwa ushuhudia fainali za mpira wa miguu kati ya washabiki wa Simba na washabiki wa Yanga. Nani alishinda? Unajua wewe uliokuwepo. Mimi sijapata matokeo. Namshukuru pia Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, mbunge aliyekuwa naibu waziri mkuu mstaafu, kwa kushuhudia fainali za resi za ngalawa. Amejionea mwenyewe utamaduni wa kwetu. Sina shaka amesoma na wao kule Lake Victoria watakwenda kufanya hivyo hivyo. Vile vile nakushukuru Balozi Dr. Asha Rose Migiro, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwa kutuzindulia tawi la Chama cha Mapinduzi Kibuteni. Na kwa dhati kabisa na washukuru mawaziri wote wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar walioshiriki katika kuweka mawe ya msingi na kuzindua miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa namna pekee ni washukuru wasimamizi wa tamasha hili ambao moja ni Samia Foundation, lakini mbili Mwanamke Initiative Foundation, na tatu kamati kubwa na ndogo ndogo za tamasha. Na washukuru sana kwa kufanikisha tamasha hili. Mambo yalinoga sana sana sana. Waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa na wananchi wenzangu, tamasha la Kizimkazi ni sehemu muhimu ya safari ya maendeleo na ustawi wa wananchi wa wilaya ya Kusini, maeneo ya jirani na Zanzibar kwa ujumla. Kila mwaka linapofanyika linaacha alama na tunazindua na kuweka mawe ya msingi ya miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa mwaka jana 2025, kutokana na shughuli za uchaguzi hatukuweza kufanya tamasha hili, lakini mwaka huu tunashukuru Mungu imewezekana na limefana sana. Miradi tayari ilishatajwa, kwa hiyo sitakwenda kutaja miradi, lakini niseme miradi yote iliyozinduliwa au iliyojengwa kwa kupitia tamasha hili, haya ndio malengo hasa ya kuanzishwa kwa tamasha hili. Na kwa mwaka huu nimefurahishwa na kauli mbiu ya tamasha inayosema Kizimkazi kumenogwa, shangwe na fursa. Nataka nirudie, Kizimkazi kumenoga, shangwe na fursa. Mtakubaliana nami nyote mlioshiriki tamasha hili, mmeona ukweli huu kwamba Kizimkazi na wilaya ya Kusini kwa ujumla ilinoga. Wilaya ya Kusini ilichangamka, wilaya ya Kusini ilifurahi, ilikuwa na biashara na imepata fursa tulizokusudia katika kuboresha maisha na ustawi wa wananchi
wetu. Ndugu zangu, shangwe siku zote ni nzuri, inatuleta pamoja, inaimarisha mshikamano na umoja, inatusaidia kutangaza utamaduni wetu na kuvutia wageni. Lakini kazi yetu kama viongozi ni kuhakikisha fursa zinazozalishwa ama kuibuliwa ndani ya shangwe hizi zinawagusa wananchi wetu. Tunaziunga mkono na kuzishusha kwa wananchi wetu kama Rais wa Zanzibar alivyoahidi. Kwa hiyo shangwe iwe lango la fursa na fursa hizo ziwe chanzo cha ustawi wa wananchi wetu na taifa kwa ujumla, ili baada ya shangwe hilo kumalizika, wananchi wabaki na huduma, miundombinu, biashara na fursa zinazoendelea kufanya kazi. Na hapa nina uhakika kauli mbiu ya mwaka huu tumeitendea haki. Asanteni sana mlioshiriki kuileta shangwe hiyo Kizimkazi na maeneo ya jirani na hatimaye fursa kujitokeza. Ndugu zangu, wilaya Kusini ya leo imebadilika, sio kama ya miaka 10-15 iliyopita. Tofauti na ilivyokuwa mwaka 2016 wakati tunaanza tamasha hili. Kizimkazi hii imekuwa na fursa nyingi za biashara na uwekezaji. Miundombinu na miradi tunayojenga imeendelea kuvutia wananchi na wawekezaji kuja kufanya shughuli zao katika eneo hili. Hivyo niwaombe wale wote walioziona fursa ndani ya wilaya hii waje kwa uwekezaji, tunawakaribisha. Rais wa Zanzibar ameweka mazingira mazuri sana ya uwekezaji. Karibuni sana kuja kuwekeza. Tunaendelea kujenga uwanja katika mambo ya fursa au katika kufungua fursa. Tunaendelea kujenga uwanja wa michezo ambao ukikamilika utaweza kutumika katika michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, yani AFCON, yatakayofanyika mwezi Juni mwakani 2027. Uwanja huo ni fursa kwenu wawekezaji kuja kuwekeza kwa ajili ya huduma zitakazotolewa kwa wachezaji na watu wote watakaoshiriki katika michuano hiyo. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha, nipende kusisitiza suala la amani na usalama na utulivu ndani ya nchi yetu. Kila ninapopata fursa ya kuzungumza na wananchi, imekuwa ni utaratibu wangu wa kusisitiza na kuwakumbusha umuhimu wa kuendelea kuzilinda na kuzitunza tunu hizi kwa nguvu zote. Uwekezaji, maendeleo tunayoyaona hapa, uwekezaji, utalii, biashara, ajira na huduma za jamii hayawezi kustawi katika mazingira ya vurugu na uvunjifu wa amani. Niwaombe Watanzania wenzangu, hususan vijana, msikubali kuharibu amani ya nchi yenu. Amani ndiyo kila kitu katika maisha yetu. Kwa niwaombe sana tukatae kwa nguvu zote wasiolitakia mema taifa letu, na tulinde Tanzania yetu na muungano wetu kwa mustakabali wa kizazi chetu na kizazi kijacho. Kwa mara nyingine tena nirejee kuwashukuru viongozi, wadhamini, wageni wote waliokuja waalikwa, vikundi vya burudani, wanahabari na wananchi wenzangu, lakini vyombo vya ulinzi na usalama kwa kutuhakikishia usalama, kufanya mazingira mazuri. Tumekwenda vizuri, hatukusikia kuna yeyote aliyedhurika wala ajali iliyotokea. Tunawashukuru sana 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 vyombo vya ulinzi na usalama na wananchi wenzangu kwa kutenga muda wenu wa kuja kujumuika katika tamasha hili la Kizimkazi. Asanteni sana sana kwa kuja. Baada ya kusema hayo, sasa ninayo heshima kutamka rasmi kuwa tamasha la Kizimkazi la mwaka 2026 sasa limehitimishwa. Namuomba Mwenyezi Mungu aibariki nchi yetu, abariki muungano wetu. Mungu alibariki tamasha hili na wabariki Watanzania wote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania. Naomba wote tuinuke wakati Mheshimiwa Rais anaondoka. Harmonize, naomba tumsindikize Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yeba.
bye, bye bye Samia. Hey.